Kuna hadithi ya kufunza na kuacha funzo kwenye maisha. Hadithi inamhusu mmoja kati ya kaka ambaye asubuhi na mapema mida saa 11 alihitaji kutoka nyumbani kwake na kwenda kazini. Wakati anafanya maandalizi ya kujiandaa kutoka nyumbani kwake kwenda kazini, kwa bahati mbaya akadondosha funguo ya gari lake. Lakini wakati anataka kuiokota ile funguo, umeme ukakatika. Na umeme ulipokatika, ndani pakawa giza. Lakini nje ya nyumba yake kulikuwa na taa za sola ambazo hazihitaji matumizi ya umeme ili kuweza kutoa mwanga. Sasa alichokifanya, akatafakari, nje kuna mwanga na ndani kuna giza. Nikitafuta funguo ndani kwenye giza, sitaweza kuiona kwa sababu pana giza. Akaamua kutoka nje kutafuta funguo kwa sababu nje kuna mwanga. Sasa jirani yake akiwa naye anamsubiri yeye awashe gari waweze kwenda kazini pamoja, akakuta jamaa anatafuta funguo, naye akaungana naye. Bwana, natafuta funguo ya gari tuweze kuondoka. Basi wakaanza kutafuta pale nje funguo kwa muda mrefu, mpaka ikafika mida ya saa 12 na itafuta saa 1, bado anatafuta funguo. Jirani akamuuliza, rafiki yangu, tumetafuta funguo hapa nje kwa muda mrefu, lakini una uhakika hii funguo ulidondosha hapa nje? Huyu kijana akajibu, bwana, mimi natafuta huku nje funguo kwa sababu huku nje kuna mwanga, ila ukweli ni kwamba funguo nimedondosha ndani. Huko ndani kuna giza. Kwa kuitafuta funguo kwenye giza, nimeona tutaiona, bora tuje tutafute nje kwenye mwanga. Jirani akachoka kabisa, kama mzee Clement Mwandambo, na kushangaa, tumetumia muda wote huu kutafuta funguo sehemu ambayo kudondosha. Sasa hata tungetafuta masaa 40 hapa nje funguo tusingeweza kuipata. Kwa wakakubaliana na kuingia ndani, wakaanza kupapasa kwenye giza, kutafuta chini. Ndani ya muda mfupi, akifika hata dakika 5, wakawa wamepata ile funguo. Funzo gani tunalipata kutoka kwenye hili? Watu wengi tunapopata matatizo na changamoto, tunazitafuta suluhisho za hayo matatizo yetu au changamoto yetu nje ya sisi. Yaani umepata changamoto au umekwama kwenye maisha, unatafuta nani umpe kisingizio kwamba amesababisha changamoto yako. Inawezekana kijana mwenzangu unaniangalia, hauna ajira, unatafuta wapi serikali imekosea wewe kukosa ajira. Inawezekana dada unaniangalia, hauna mume, unatafuta ni nani shangazi aliniloga, ni nani alinisemea mabaya, mwanaume gani alikuja kwenye maisha yangu hakuwa sahihi, na nani alifanya hivi. Inawezekana unanitazama ni mtu ambaye sasa hivi afya yako si buheri tena, una magonjwa, lakini unatafuta kisingizio ni nani aliyesababisha magonjwa yako. Inawezekana unanitazama hapa, una kipaji ambacho unatamani kifike mbali, lakini unatafuta kisingizio gani kimekwamisha wewe kutofika mbali. Kuanzia sasa, badili mtazamo wako. Tafuta funguo yako ndani bila kujali pana giza kiasi gani. Ni kweli itakutakiwa kupapasa, ni kweli utatafuta bila kuona, lakini ukitafuta ndani ni sehemu sahihi na utaipata funguo, kwa sababu hapo ndani ndio sehemu ulipodondosha funguo. Changamoto zako nyingi zinazokusumbua, kukosa kazi, labda biashara kuyumba, labda mahusiano yako kuyumba, labda changamoto za kipaji chako, labda changamoto za maisha ya kila siku, zitatatuliwa kwa wewe mwenyewe kuamua kubadilika na kutafuta masuluhisho yanatoka ndani yako, kwa sababu mtu pekee ambaye unayo mamlaka ya kumuendesha na kuamua afanye nini ni wewe. Kwa kuanzia leo, acha na iwe kamwe tena kulaumu watu wengine kwa changamoto zako. Tafuta masuluhisho kutoka ndani yako. Efata Talk, the better tomorrow is coming.